Kikao kilichofanyika na kuongozwa na waziri wa UK United Kingdom ambaye ni Keir Starmer aliyepatiwa nafasi hiyo na nyasfa mnamo mwaka jana mwaka 2024, na huyu ndo kiongozi aliyeendesha kikao ambacho kilikuwa bado pia kina tofauti ambazo bado Watanzania walitamani kuweza kujua taarifa iliyokuwa inaendelea na muafaka kuhusiana pia na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni Tundu Antipas Lissu. Lakini usichokielewa, usichokifahamu kwamba wamezungumza yote na kulikuwa pia na mada na ajenda tofauti zilizokuwa zinaendelea katika kikao hicho ambacho kiliongozwa na Keir Starmer ambaye ni waziri mkuu wa Uingereza. Ni kwamba issue ya Tundu Lissu na kinachoendelea ni kwamba wao wako out of the law, kwa sababu nikimzungumzia mtu kama Keir Starmer anafahamu vizuri sheria mbalimbali za nchi mbalimbali, na hata mwenyewe pia akiwa ni moja kati ya a good lawyer, na nikizungumzia wanasheria wakubwa na wenye CV kwa nchi ya Uingereza basi ni Keir Starmer. Huyu ana CV kubwa sana, na hiyo ndio ilikuwa nafasi ambayo alikuwa akiendelea kuitumikia na mpaka akaja kupata nafasi ya kuwa waziri mkuu kwa nchi ya Uingereza. Lakini yeye kitengo chake maalum kabisa ni kitengo cha wanasheria ambao yeye aliweza kusomea. Kuhusu issue inaendelea Tundu Lissu ni kwamba yeye iko out of the law kwa nchi ya Uingereza na hawana uwezo wa indeed na kuingia in deep kabisa kuweza kuzungumzia ama kutoa ushauri kwa jambo lolote ambalo litakuwa linaendelea kwa nchi ambayo sio husika. Lakini ingekuwa kwamba issue iliyotokea labda Lissu angekuwa ana raia pacha, yani hapa nazungumzia kwamba labda angekuwa ni nchi ya Uingereza na nchi ya Tanzania, labda pangekuwa na asilimia kubwa ya wao kuweza kuingilia kati kinachoendelea. Lakini shida ni kwamba Tanzania haijaruhusu uraia pacha, na Tundu Lissu sio kwamba yeye ni Muingereza na Mtanzania. Kwa hiyo ni issue ambayo pia hata Waingereza na jopo la viongozi wa Waingereza wanakuwa wanasikia juu kinachoendelea, lakini hawana uthibitisho na hawawezi kuingilia na hawana kauli yoyote ya kusema kwamba Tundu Lissu waachiwe ama atoke, kwa sababu hawajui nini alichokifanya na ni kesi gani ambayo imeendelea kumshikilia ambayo bado inamhukumu.